Pokeeni salamu zangu popote pale mulipo ulimwenguni. Ni imani yangu kwamba mmejaliwa kuiona siku ya leo, na amani ya Mungu iliyo katika Kristo iko ndani yenu ninyi nyote. Tukishukuru Mungu kwa neema zake ambazo zimetuweka hai, ametulisha, ametulinda na maovu ambayo yamejawa kila mahali duniani. Lakini kwetu sisi tunaomtumainia, na kwa kiwango kikubwa kwa ajili yetu ameweza kuweka utulivu kiasi kwamba tunaweza kuwa na furaha siku ya leo, hali tunapata chakula chetu cha kila siku na ulinzi. Hivyo tuna amani kabisa, na hasa kwa wale walio yakubali maisha yake kama anavyoyafundisha katika maandiko. Maana wote wakubaliao ya maisha wanaishi kulingana na vile alituumba tuishi, wanajibeba kulingana na ukweli wa maumbile, na ijapokuwa utimilifu wa hayo maisha haujatimia, tunayo amani na uhuru mwingi utokanao na ile tumaini isiyoweza kuvunjika, tumaini inayosimama kwenye misingi ya ahadi zake ambazo ni lazima zitatimia. Kwa hiyo ni kwa hayo ambao nikiwasalimia, naamini nyote mnaoelewa ninachoongelelea mnafurahia pamoja nami katika hiyo tumaini la wokovu tulioahidiwa na Mungu ambaye hawezi danganya. Naomba niwakaribishe kwenye mafundisho yetu siku ya leo, ambayo ni ujumbe kuhusu heri wenye huruma. Nataka niwakumbushe jambo fulani kabla hatujaingia kwenye ujumbe wenyewe. Watu wa ulimwengu wa leo, huu mfumo ambao ndio sisi sote tulijifunza maisha kwake, na ambao wengine wetu tuligundua kwamba hayo maisha tuliojifunza yalikuwa ya uongo, maana hayakuletwa na Mungu. Sababu yake kubwa ndio unayoona hakuna mtu ana shughuli na neno la Mungu, kila mtu anafikiria kivyake. Kwa hiyo niko na kahoma kidogo, utanisamehe. Kwa hiyo watu wakifuatilia uongo, tunaishi maisha ya kudhania, maisha ya kuwaza vile mtu anavyofikiria na kukisimamia ni kama ndio mpango wa Mungu wa maisha, ambapo tunapojaribu kuyatumia kwa mawazo, kwa mipango, kwa matendo, kwa kuongea, tunapata matokeo maovu ya uharibifu, ya kukosana, ya kuchukiana, hasira kila wakati. Tunakaa kuogopa tangu asubuhi mpaka jioni, huzuni tele, tukishangaa ni kipi kinachotujia dakika ijayo. Hatuelewi, tunaishi maisha mabaya ndugu yangu. Na hii ni kwa sababu tulikubali uongo. Sasa wengi wetu tukifuatilia hiyo akili ya uongo, tunatumia maneno hata yale Mungu anafundisha katika ukweli wake kwa kudhania. Na kwa sababu hiyo, kile tunachofaulu kufanya kwa wingi kama imani, kama kukubali,
ni madhanio na ni unafiki. Ndio sababu utasikia mtu anasema nimekusamehe tu, lakini nimekuachia Mungu. Utasikia mwingine anasema kama si kuogopa Mungu, we ungeniona, lakini bahati yako Mungu yuko. Kama sio neno la Mungu, mwingine utasikia amesema bahati yako, kama leo si Jumapili ningekutukana hata, lakini kwa vile ni siku ya Mungu ndivyo wasemavyo. Kwa nini? Maana wanasoma maandiko ya Mungu wasielewe maana yake, na kwa vile tumezoea uongo na kudanganya, hata tumeanza kufikiria ati tunaweza kudanganya Mungu akubali kwamba tunamfuata, ilhali tunatumia maneno yake, na kwa kukosa ufahamu tunachofaulu kufanya ni unafiki, kujifanya ni sarakasi tu. Mioyo yetu imejawa uongo na nia zile zile za maisha ya awali tuliyoyapata kwa Shetani. Hivyo basi nimeanza kwa kuleta hii hoja ili wewe na mimi ambao tumekuja mbele za Mungu kusikia hii sauti ya Kristo akitufundisha mpango wa kweli wa maisha, kila mtu anayenisikiliza arudi kwa moyo wake na uchungushe kulingana na huu ujumbe tunavyouendeleza, kama anavyotuarifu Mungu katika Kristo Yesu. Maana nitakacho kinena hapa si cha kwangu, ni Mungu ananena ndani yangu katika Kristo Yesu kwa nguvu za Roho yake takatifu aliyenipa, ili niweze kuwafundisha na kuwatangazia ukweli, ili atakaye amani na furaha, atakaye kuendelea kuishi ndani ya Mungu akiendelea na mpango wa maisha, ayasikie, ayapokee, ayatumie, yamsaidie kubadilika kutoka kwa uovu tunaoona na kuishi kama alivyoumbwa na Mungu aishi. Basi tutege masikio. Ujumbe wetu ni heri wenye huruma. Tunataka kujua ukweli wa huruma kama anavyoufundisha Mungu na kama anavyotarajia kila mtu autumie, maana una kazi kubwa katika ushirika kati ya mwanadamu na mwenzake. Lakini watu wakifuata uongo wana matamshi na maelezo ya huruma ambaye hayana kazi katika maisha, ni hadithi tu. Mimi niko hapa nikiwatangazia injili ya Kristo Yesu, kusudi la Mungu la maisha yako, na vile unaweza kuyaishi ukawa mkamilifu, ukayafurahia, ukawa mtulivu, mwenye huru na furaha tele. Neema za Bwana zijae kwa wingi, na Roho wake awaongoze wengi wale walio na kiu ya uhaki kuelewa anachotufundisha Mungu siku ya leo. Huruma ni nini? Huruma ni kitendo kinachotokana na hali ya moyo, kitendo cha msamaha. Msamaha ambao unamtunukia mtu uliye na uwezo wa kumuadhibu ama kumuumiza, lakini kwa sababu ya hiyo hali ya huruma unamsamehe. Kwa hivyo huruma ni kusamehe. Ndugu zangu, nataka tuelewe vizuri sana kwamba hii hali ya kudhania tu, ya kunafiki maneno, kujifanya unayatenda hili uyaelewi,
inatokana na mtu anayetenda jambo bila ufahamu kamili. Na bila huo ufahamu, hata ufanye nini, utakachofanya ni madhanio, ni unafiki, lakini sio ukweli ulivyo. Ni kitu gani kinachoweza kutufanya tusamee kabisa kutoka moyoni? Ni kuelewa ni kwa nini tusamee. Mimi na wewe, kama mmekuwa mkifuatilia mafundisho ya Mungu anayetupa kuwatangazia nyinyi nyote, yaani Injili ya Yesu ya kweli, kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia, tunaelewa kwamba mimi na wewe ni watu ambao si wakamilifu, ni watu waliumbwa nusu tu katika haya maisha ya kimwili. Ni watu bado wanahitaji Mungu aendelee na kutuumba hata atufikishe kwenye ule ukamilifu ambao tutakuwa wenye hekima kama yeye, wenye nguvu kama yeye, wenye uzima wa milele kama yeye. Lakini tunaelewa kutokana neno lake kwamba ametuumba katika huu mwili wa nyama na damu, ili ndani yake sasa aumbe yule mwanadamu wa kiroho ambaye ndiye atakaye urithi ule ufalme tunaoongelelea. Kwa hiyo tunaelewa kwamba kilichomfanya Kristo aseme haya maisha ya mwili, huu mwili na damu hauwezi kurithi ufalme, ni kwa sababu ule ni ufalme wa kiroho. Na ili tuweze kuurithi, ni lazima tuwe viumbe wa kiroho. Ndugu yangu, Injili ya Kristo Yesu inatufundisha kwamba tuko hapa kuumbika kiroho, ufahamu na tabia ya Mungu mwenyewe ambayo ndiyo inaitwa uhaki. Ili tukisha kamilishwa sasa tuwe kile kiumbe Mungu alitaka, basi tupewe ufalme wa Mungu hapa duniani, tutawale milele na milele. Kwa hivyo mimi na wewe ni watu tuliokubali hayo, tukajua tuko katika huu mwili kujifunza kuishi kama Mungu. Mimi na wewe pia ni watu tunaokubali kwamba baada ya Mungu kutuumba kwenye hiki kiwango cha kimwili, kabla hajaanza kutuumba kiroho, tulihitaji kuchagua kama tunapenda kuishi kama yeye au la. Na tunakubaliana kulingana na maandiko kwamba Mungu alimuacha shetani hapa, pia akatuumba katika huu mwili ambao ukiusoma kila mahali unapinga mambo ya Mungu ya kiroho, unapinga maisha ya ufalme wa Mungu. Maana tuliumbwa kwa mfano wa shetani ili tupingane na huu mwili na mawazo ya kishetani yanaoutumia, na kwa kupingana nao tukue sasa tuumbike kiroho dhidi ya huu uovu. Tunakubaliana sisi sote pia, kwa wale wamefuatilia mafundisho, kwamba tulidanganyika kabla Mungu hajaanza kutuumba kiroho. Na ndiyo sababu unaona ulimwengu wa leo hauna ufahamu wa Mungu. Wanadamu hawajui wataishi namna gani, na kwa kutokujua wanaishi kuzozana, kupigana, kuchukiana, kukasirika, kuogopa, kuhuzunika. Angalia maisha yalivyo mabaya, yalivyojawa na uovu. Na hii ndiyo sababu Mungu amemtuma Kristo Yesu, ambaye naye Kristo ametutuma
tuwakumbushe ule mpango halisi wa maisha, ili yoyote aaminie na kukubali, Mungu aendelee kumuumba huyu mtu wa kiroho ndani ya huu mwili kwa kuupinga mwili na kumfuata Mungu. Basi tunajua mwanadamu alidanganywa na akashikana na umwili na akaanza kuishi maisha ya uharibifu. Kumbuka, tunataka kuelewa vizuri ni vipi tunaweza kuwa na huruma. Maana heri, Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo 5:7, heri wenye huruma, maana hao ndio watakaohurumiwa. Tumeona kuhurumia ni kusamehe, na tukaona unafiki wa ulimwengu, vile walimwengu wanadamu karibu wote hujifanya wanamsamehe mtu, lakini anabaki na uchungu wake, ana hasira yake, ana chuki kwake, ila tu amevumilia kutokumfanya mabaya, amevumilia kutokumuumiza, ila ndani ya moyo wake angependa. Lakini kwa vile Mungu anasema tusameane, tuhurumiane, anasema tu amekuhurumia. Hiyo sio huruma, ndugu yangu. Ni kitu gani kinatupeleka hata tuweze kuhurumiana? Mungu anaeleza wasi kwamba katika huu mwili hatuna uwezo, hatuna ufahamu, hatuna nguvu za kutenda wema. Maana Warumi 7:18, Mungu anaeleza wasi kwamba hakuna kitu chema ndani yetu katika haya maisha ya mwili. Kwa hivyo ikiwa kuna wema utakuwa, ikiwepo huruma, ikiwepo upendo, ikiwepo uvumilivu, ikiwepo furaha, amani, kama kuna chochote cha aina hiyo kitakachoweza fanyika, kitatokana na Mungu akikiumba ndani yetu. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura yake ya 30, Kutoka sura ya 33 mstari wake ni wa 7, mahali mstari wake ni wa 7 ama 17, mahali 14, 13, 14 mahali. Unaona Musa akiomba Mungu, anamwambia, ikiwa tumepata kibali mbele ya macho yako, basi kaa nasi na utembee na sisi. Maana watu watajuaje kwamba sisi, watajuaje tofauti yetu sisi tuliye kuamini na wao walimwengu wasioamini, ikiwa hutakaa nasi na kutembea nasi? Musa anayaongea hayo kwa nini? Musa alielewa kwamba katika huu mwili, bila Mungu kutushika mikono na kutuendeleza katika wema, sisi peke yetu hatuna wema wowote na hatuna tofauti yoyote na walimwengu. Paulo pia aliweza kuyasema hayo akiongozwa na Roho katika Matendo 14:15. Akanena kuwaambia Waathena pale, sisi ni wanadamu kama sisi, kama nyinyi, viumbe wa nyama na damu kama nyinyi, lakini tunachokiongea sio sisi ni Kristo anakaa ndani yetu. Maneno mnayoyasikia ni ya kwake, akiwafundisha muache ibada za sanamu na kumgeukia Mungu wa kweli aliyewaumba. Mungu aliyeumba mbingu, nchi, bahari na vyote vilivyomo.
Musa alielewa hivyo pia, na hii ndio nawaeleza kwamba katika huu mwili wewe peke yako pasipo Mungu kukuumba katika hiyo hali uwezi chochote. Ndivyo Kristo hata anasema katika Injili ya Yohana 15:5. Ina maana gani? Sisi ni viumbe tulio katika hali ya kuumbwa, tuko kwenye harakati ya uumbwaji, na kama kuna wema wowote, kama kuna uwezo wowote, kama kuna nguvu zozote zitakazotuwezesha kuishi vile Mungu anasema, ni zile anaumba ndani yetu. Pasipo yeye hauwezi chochote. Wewe ni mafumbi, hauna ufahamu wowote, hauna uhai wowote, unategemea 100% huyo Mungu. Hata walio wenye dhambi si ati ni shetani anawapa nguvu, wanatumia yale huo uhai wa Mungu na nguvu zake vibaya kujiharibu, lakini nguvu uhai ni za Mungu. Ila sasa tunawatangazia mtoke kwenye huo ujinga wa kujiharibu na muweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu ili awaumbe hata awakamilishe. Ni wale walio na ufahamu, waliojikabidhi kwa Mungu, wanao uwezo wa kuhurumia kwa haki bila unafiki, huruma inaotokana na moyo uliojawa upendo, upendo ambao ni uhai wa Mungu, ni maisha ya Mungu. Maisha ya Mungu ndio yanaitwa upendo, na huu upendo ndio naachilia kuhurumia. Ni ufahamu gani huo unaotulete hata tuweze kuhurumia? Tukisoma kitabu cha Kutoka tena, nina homa inasumbua, mtanisamea. Kutoka 23 mstari wake ni wa 9. Mungu aliwaambia Waisraeli baada ya kuwatoa huko kwenye nyumba ya utumwa Misri, baada ya kukomboa kutoka kwenye maovu waliokuwa wanatendewa na Wamisri. Kutoka 23 mstari wake ni wa 9. Mungu akawaambia Waisraeli, musiwahi kutesa mgeni aliye katikati yenu, maana mnajua roho ya mgeni, kwa sababu mulikuwa wageni katika nchi ya Misri. Ndugu zangu mnaonisikiza, kumbukeni hapa Mungu aongei na Waisraeli. Mungu anaongea na wewe na mimi tunayesikia hii sauti. Mungu aongei maneno ya utumwa wa Misri, lakini ni mfano wa sisi kanisa la Mungu tulio katikati ya huu ulimwengu ambao ndio mfano wa Misri, shetani akiwa mfano wa Farao, sisi tukiwa mfano wa Israeli, walimwengu wanaotuzunguka wakiwa mfano wa Wamisri. Kwa hiyo tunapoongea ati Musa kawaambia Waisraeli, Kristo anakuambia wewe usitese mgeni. Na mgeni ni kwetu sisi ni mtu asiyemfahamu Mungu, ama anayemfahamu lakini ana udhaifu wa kutokuwajibika kulingana na amri inavyosema, kwa upungufu wa nguvu za Roho, ama kwa ujinga ulio ndani yake, ama kwa kuwa ni mulimwengu bado Mungu hajamfunulia. Huyo ndiyo mgeni ambao Mungu anatuambia usimtese mgeni. Wewe unajua roho ya mgeni ilivyo, maana kwa wakati mmoja umewahi kuwa mgeni katika ulimwengu huu. Inasema nini? Sisi wote tuliwahi kudanganyika, walimwengu wote walidanganyika
na wakaingia katika dhambi ambayo kila mtu anajibeba kama Mungu. Na kwa vile sisi sio kama Mungu, hatuna moyo wa Mungu, hatuna upendo wa Mungu, tunadhulumiana na kupigana, kuumizana. Sisi sote, hata mimi ninayeongea hapa, napigana na hiyo hali ya roho wa uongo. Nikiendelea kujikabidhi kwa Mungu ili aendelee kuniumbia huyo moyo safi uwezao kutenda wema wake, kitu ambacho pasipo yeye amenena vizuri sana katika Zaburi 127 mstari wa kwanza. Yeye aangaliaye, alindaye boma, isipokuwa Bwana alinde, anafanya kazi ya bure. Yeye anayejijenga yeye mwenyewe kujiimarisha, isipokuwa Mungu afanye, anafanya kazi ya bure. Mimi ni mtu niliyeelewa hayo, na ndio sababu na watangazia kile naendelea kushuhudia hapo ninapojikabidhi kwa Mungu, na washuhudia kile Mungu anafanya ndani yangu. Kwa hivyo siongei madhanio, naongea kile mimi nang'ang'ania kufanya, na naona na nilioanza kuona wema ulio ndani yake, ili kama mkiamini na nyinyi muweze kushirikiana nami, Mungu awatendee vivyo hivyo. Maana Mungu apendelei mtu, anapenda kuwafanyia watu wote wema anaotufanyie sisi tunaowatangazia. Basi sisi sote, kila mmoja wetu amewahi kuwa mtumwa wa hiyo akili mbaya ya uharibifu itokanao na ujinga, itokanao na uongo, itokanao na uovu ambao tuliumbwa kwao katika huu mwili. Maana nikiwakumbusha, huu mwili ni wa dhambi na mauti. Ni mwili hauwezi tii sheria za Mungu, hauwezi kukubali. Na hizi sheria za Mungu ni maelezo yake kwa mwanadamu kuhusu kule kuishi kwema, kuhusu kule kuhurumia, kule kupenda kwa kweli. Kwa hivyo sisi sote tumewahi kukaa katika udanganyifu wa huu mwili, na hata hivi ninavyoongea napambana na huo udanganyifu. Wagalatia 5:17, mwili unatamani ukipingana na roho, na roho inatamani ikipingana na mwili. Hivi vyote viko na vita, na hivyo vita viko ndani ya akili ya kila mtu. Kwa hiyo ndio naona wanafiki wasio na roho ya Mungu, ambao peke yake ndio inatuwezesha kukaa kama Mungu, wanataka kujaribu kukaa katika haki. Anajaribu kuhurumia, hawezi. Lakini kwa vile Mungu amesema hurumia, basi anajifanya kwa moyo, anaumika, anakasirika, anaudhika, lakini kwa kutii sheria, basi anakaa na hiyo maumivu ndani yake. Ni kwa nini? Maana anachofanya ni sarakasi, kama drama. Na hii ndio inaitwa matendo ya sheria, ambayo hayawezi kufanya mtu ahesabiwe haki kwa Mungu. Maana huwezi kujifanya ukadanganya Mungu. Mungu anakuona moyoni, ananiona moyoni. Basi kwa vile tuliumbwa katika huu mwili wa dhambi, mwili upingao chochote cha kiroho, inabidi sasa ukisikia huu ujumbe na kuukubali, Mungu aendelee sasa na uumbaji wake. Hatua ya pili ambayo inanenwa mahali kwamba, na kama vile tulivyoumbwa katika huu mwili, na vivyo hivyo tutaumbwa na huo wa kiroho. Wa kwanza ukiwa huu mwili, na ndani ya huu mwili kwa wale watakaoamini, Mungu atawapa Roho Mtakatifu ambao anaanza kuumba mtu wa kiroho. Yule mtu awezaye kuhurumia, yule mtu awezaye kupenda, yule mtu awezaye kusamehe.
Hayo yote ni nguvu za Mungu zikifanya kazi ndani ya mwanadamu, ndizo zinakuwezesha kutenda huo wema. Na unatenda ikiwa tu umempa Mungu nafasi aumbe hizo tabia moyoni mwako kwa nguvu za Roho yake ikikaa ndani yako. Basi sisi sote, kila mmoja amewahi kuishi haya maisha, na hata sisi tulio katika Kristo sasa hivi, mimi ninayewatangazia, ukisoma Warumi 7:23, huu mwili unang'ang'ania kunifanya mateka wa dhambi. Napigana na hasira nisikasirike, na Roho wa Mungu ananiwezesha. Napigana na chuki isinishike, Roho nikimulilia Mungu ananiwezesha. Napingana na chochote kile kiovu, najua Mungu amenifundisha kwa neno lake. Lakini ukijiangalia kama utajidanganya, unaona ni vita iliyo katika akili. Vile unazidi kupigana, unazidi kukua pole pole, mpaka inafika wakati unaona haukasiriki vile ulikuwa unakasirika mwanzoni. Unaona hauchukii vile ulikuwa unachukia, hauogopi, hauhuzuniki, hauna hofu lolote, unakaa tu umetulia. Na hiyo ni kwa sababu tu mawazo yako yamebadilika, yakatoka kwenye kutegemea mwili, kutegemea wanadamu wenzako, kutegemea mali. Umeanza kumtegemea Mungu ambaye ana mwisho wa uwezo, ana mpaka wa kutenda wema. Yeye ameumbika hivyo, na maadamu ni yeye unategemea na unaliamini neno lake, akisha kueleza jambo umetulia, maana ni lazima aifanye. Kwa hivyo hebu jiangalie sasa, heri wenye huruma. Ni vipi utaweza kuwa na huruma kwa kweli bila unafiki, bila kujifanya, bila kujidanganya? Jiangalie wakati ulikuwa katika dhambi, wakati umekuwa mtumwa wa dhambi kabla hujapata huyo Roho. Angalia vile hasira ilikuwa inakusumbua. Hautaki kukasirika, lakini huyo mtu alivyokutenda hauwezi kosa kasirika. Unaumia, una stress. Angalia vile uoga unakutesa. Unaogopa lakini hujui upate msaada wapi. Unahuzunika, hujui huzuni utoe na nini. Unaumia moyoni. Lakini ukisoma Waefeso 2 mstari wake wa 3 na 4, anasema sisi sote mwanzoni tulikuwa hivyo, tukienenda katika hizo hasira na uchungu wa moyo. Lakini Mungu kwa neema zake, sio uwezo wetu na sio kutukiwa wema, akatukomboa, akatupa Roho yake, ikatuwezesha kuanza kujielewa na kuanza kufahamu vile ni yeye tu awezaye kutukomboa. Akatukomboa, akatupa hii amani tuko nayo sasa, akatupa hii roho ya laini tulio nayo sasa. Na ndio naona anasema ni kwa neema yake mtu yoyote asiwe akajigamba. Sasa hebu angalia, wakati ulikuwa unatumikia hiyo roho chafu, uliumia kiasi gani? Ulitamani aje angao uweze kupata utulivu wa moyo? Hata saa hii kuna mambo mengi yanakuumiza ukitamani utulie. Hivyo ndio maana ya kwamba ulikuwa mgeni katika huu ulimwengu. Unajua roho ya mgeni. Unajua shile shida unapata wakati unakasirika. Wakati umeakosea mtu, unatamani akusamehe na aelewi. Unaona vile unasumbuka moyoni. Basi wewe ulikuwa kwenye hiyo hali ambao mwenzako hako sahihi. Lakini kwa neema za Mungu amekukomboa, akakuweka Roho yake takatifu.
ukaanza kuelewa vile huo uchungu, hasira, uoga, huzuni sinatokana na udanganyifu unaouita ufahamu, ukiutumia ukidhania utapata wema, lakini unazingirwa na uovu, uzito wa maisha. Lakini Mungu amekukomboa ukajiona hapa ulipo, nikajiona hapa nilipo, nimetulia, ninatumaini. Huyu mtu ambaye anakukosea ana hiyo. Basi kama vile Mungu alivyokusamehe, na unaona kama sio msamaha ungekuwa unataabika sana, unaelewa kwamba huyu mtu Mungu asipompa yule roho wa kuelewa, anakaa hayo maisha ya uongo, ni mtumwa wa dhambi na hajiwezi. Ukiona vile Mungu alikufanyia, basi kwa huruma unaotokana na kwamba huyu mtu hajielewi, huyo roho wa Mungu aliye ndani yako, kama vile Mungu alivyokusamehe, atakupa uwezo wa kumsamehe kutokana na upendo wa kuelewa kwamba huyu mtu ni kipofu. Ukiyafahamu hayo, utaelewa ni kwa nini Kristo akiwa msalabani, na utaelewa ni kwa nini Stefano akiwa msalabani aliweza kuomba akisema, uwasamee hawajui watendalo. Ni kwa nini? Ulimwengu umeshikwa mateka na shetani, ukakubali uongo, na hayo maisha ya uongo wanaoyatumia, matunda yake ni hizo tabia ambayo ni chukizo kwako, ni chukizo kwa mwenye anatumia. Yaani wamebeba mzigo ambao kila mtu anatamani furaha na haipati. Kristo akawaangalia, akawanena kwa fumbo, akisema, akiambia mitume, angalieni uwanjani vile ngano imeiva, lakini wenye kufuna hawapo. Ombeni Bwana wa mafuno aweze tuma wafunaji. Anaangalia watu, anawahurumia vile wanatusumbuliwa na dhambi. Angalia vile watu, kila taifa duniani, kila jamii wanasumbuka na maovu, wasijue suluhu waipate wapi. Tunawatangazia tumaini, na ndio sababu hii injili ya Kristo inaitwa habari njema. Tunawatangazia tumaini la pekee la kimaisha, ambao ni kukubali kwamba mlidanganyika na kumkubalia Mungu awaumbe. Kila mtu akijua kwamba maisha anayoyaishi ambayo yanaleta huu uovu wote, makosa yote, huzuni yote, yanatokana na kutenda huu uongo. Basi kwa vile tunaelewa mtumwa ni mtu ambaye hatumiki kwa kupenda, mbali ni kwa kulazimika, sisi nasi tunawaelewa wenye dhambi kwamba ni watumwa wa dhambi na hawajui watendalo. Maana akili walio nayo ni hiyo ya uongo, ya kudhulumu, ya kuteza, ya kuharibu, ya kuua, ya kuumiza. Maovu yote wanadamu wanatenda wakitumia uongo, wakidhania ni ufahamu. Lakini matunda yake yametuthibitishia kwamba sio ufahamu, maana ufahamu uzaa wema, kama anavyonena Wagalatia 5 mstari wake wa 9 kwamba matunda ya nuru ni katika wema wote, sio sehemu ya wema. Kwa hivyo ni wale tu walio na roho ya Mungu, ambayo huyu roho ameanza kuwaendesha katika amri za Mungu, ambazo ndizo maisha ya kweli. Hao ndio wanaoombeka hiyo roho ya Mungu ya upendo. Na upendo ni uvumilivu. Ni kwa hii roho ya upendo basi utamuhurumia mwenzako,
kwa sababu ajui atendalo. Vile na wewe unakumbuka wakati ulikuwa unaumia sana ukitaka huo wema na huupati, mpaka Mungu alivyokuhurumia akakutoa kwenye hiyo utumwa na ukaanza kujitumia vizuri. Ni huo upendo wa Mungu unaokupatia kuona mwenzako na kumuelewa na unamuhurumia. Ni kitendo akiwezekani pasipo Roho wa Mungu. Ni kitendo akiwezekani na mtu wa kimwili. Lazima tupate Roho wa Mungu aanze kutuongoza katika maisha ya Mungu. Tunapoendelea kuumbika uungu, ni hapo hapo huo uungu tutakao utumia kutenda wengine vile Mungu anavyotutenda. Katika kitabu cha Mathayo 6 na mstari wake wa 13-14, Mungu anaagiza kwamba tuwasamee wenzetu vile Mungu anavyotusamee. Maana kama hatutawasamee na Mungu pia hatatusamee. Tunajuaje msamaha? Kwa sababu Mungu alitusamee kwanza, na anapotusamee akasahau dhambi zetu akazitufilia, wala asikumbuki tena. Kwa sababu gani? Maana anatupenda sana hata kiasi cha kumtoa mwanaye Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Upendo ndio unaachilia matunda ya huruma, ambao kuhurumia kunaleta msamaha. Hauwezi kuhurumia kwa uwezo wako wa mwanadamu. Shati kwanza umpokee Roho ya Mungu. Wakorintho wa kwanza 2 na mstari wake wa 16. Lazima tufae Roho ya Kristo ambao ni Roho ya Mungu, ambao ndani yetu inazaa matunda ya upendo. Hali tukiishi maisha ya upendo na tukijielewa vile tulivyokuwa watumwa wa dhambi, tutakuwa na uvumilivu kwa wanaotukosea, na kwa vile upendo haubadiliki. Upendo unatenda wema kwa walio wema na kwa walio wabaya. Maana hayo ndio maisha uliyoyachagua ambayo Mungu anayaomba ndani yako, na utayatenda kwa wema na wabaya. Hivyo ndivyo tunao uwezo wa kuwahurumia hata maadui zetu, kuwapenda wanaotuchukia. Maana ni Mungu akitenda kazi ndani yetu, Kristo akikaa ndani yetu, ndiyo anaendeleza maisha yake ndani yetu, anatupa kuishi kama yeye. Na kwa vile Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa msamaha, wote walio ndani ya Kristo Yesu ni watu wa kuhurumia, ni watu wa msamaha, wakitimiza. Na hao ndio wanaoambiwa heri wenye huruma. Hakuna ambaye aliye katika mwili ambao ni mwenye huruma. Na ndio sababu walimwengu wakisoma hiyo neno kafu tu, huruma, huruma, upendo, upendo, wanaonyesha upendo na huruma wenye unafiki, ambao moyoni anaumia akitaka kuitenda hiyo dhambi, lakini kwa vile imesemekana ni dhambi, anavumilia kujizuia tu kwa kitendo, ila kiroho ametenda kikamilifu. Ndugu zangu, mtu wa aina hiyo ana tofauti na yule atendaye. Wote mbele za Mungu wametenda dhambi. Basi wewe ni mwenye huruma? Heri mwenye huruma, maana atahurumiwa. Mwenye huruma, mwenye upendo, mwenye moyo safi, mwenye amani, mleta amani. Hayo yote ni maumbile ya Roho ya Mungu akifanya kazi ndani ya mwanadamu, akituumba na kutubadilisha tufanane naye, ili mwishowe atubadilishe, atupe
miili ya kiroho na tuweze kuurithi ufalme. Ndugu yangu, jichunguze. Wewe ni mwenye huruma kweli? Heri wewe, maana utahurumiwa. Na katika kuhurumiwa vile Mungu anazidi kutuhurumia, atatuumba hata tukamilike, na hakika atakayevumilia mpaka mwisho ataurithi ufalme wa Mungu unaokuja. Kwa wote wenye hiyo nia na waliofunguliwa macho kupambana kuukana mwili wa kifaa huu utuwema kwa nguvu za Roho Mtakatifu, neema za Mungu siongezeke kwenu.